Mheshimiwa Mwenyekiti, daraja hili litakamilika kama tulivyosema kwenye taarifa yetu tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025. Daraja litakamilika. Na tumesema kwamba kama mtakumbuka, wajumbe baadhi hapo wamesema wanaangalia zile vitu mbalimbali ambavyo bado havijatekelezwa. Nafurahi sana waheshimiwa wabunge walio wengi ni wakandarasi, wamesaidia kulijibu hilo vizuri. Yaani kikawaida kazi za kiujenzi zimeshakamilika. Hivi vilivyobaki ni vitu vidogo sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu wazi kwamba ni kweli kwamba kumekuwa na knowledge transfer, skills transfer kwa kiasi kikubwa sana katika ujenzi wa daraja letu hili na madaraja mengine yanayoendelea hapa nchini. Serikali kwa makusudi imeweka wahandisi wetu pale ili waweze kupata ujuzi wa kutosha ili kesho wenyewe wasimamie ujenzi wa madaraja yenyewe na kusimamia shughuli hizi ambazo zikihitajika katika nchi yetu. Nimeona katika taarifa makampuni mbalimbali ya ndani yamekuwepo muda wote kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi kusaidia baadaye kuendeleza ujenzi wa aina hii katika maeneo yetu mbalimbali. Ni mkakati wa wizara, kama mnafahamu tunasisitiza sana habari za local content. Lengo la wizara ni kuhakikisha kwamba watu wetu wa ndani wanatumia miradi hii kupata ujuzi ili wawezeshe wenyewe kusimama kwa miguu yao kuendelea kufanya shughuli hizi katika taifa letu. Tunaahidi kwenda kusimamia kuhakikisha kwamba kwa vyovyote vile utekelezaji wa mradi huu unakamilika kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba miundombinu yote na shughuli za kiusalama zinawekwa vizuri, pamoja na mkakati wa kimatengenezo unawekwa vizuri kutekelezwa kulinda usalama wa daraja hili na matumizi yake kwa umma. Tumepokea kwa uzito mkubwa sana pongezi za waheshimiwa wabunge na kamati hii kwa Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya sita. Tumesikia kazi iliyofanya na Mheshimiwa Rais ni kubwa sana katika kuhakikisha fedha hizi za mradi zinalipwa kila zilipohitajika. Na mpaka sasa hivi ndio maana mnaona katika mazingira ambayo bilioni 539 zimeshalipwa na mkandarasi hadai anatakiwa kukamilisha kazi. Tunawashukuru sana Mheshimiwa wabunge kwa pongezi zenu hizo kwa Mheshimiwa Rais, lakini tunawashukuru vile vile kwa pongezi kwa wizara yetu ya ujenzi, kwa Mheshimiwa waziri wetu Ulega, katibu mkuu na watendaji wetu wa TANROADS. Tunawashukuru sana kwa pongezi tumezipokea kwa heshima kubwa sana. Kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma imetembelea mradi huu mkubwa wa ujenzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi ambalo liko kwenye mkoa wa Mwanza. Kimsingi daraja ambalo ni la kilomita takriban 3.2 na ni mradi ambao thamani yake ni jumla yake kamilika ni bilioni 610. Mradi ambao kwa sasa tumeshuhudia kwamba umefika 97%. Kwa kweli ni mradi ambao ukiuona kwanza ni kweli uko 97%, kwa sababu hapa ikitokea dharura magari yanaweza kuvuka tu kupitia daraja hili. Zibaki tu zile marking na kukamilisha vitu vidogo vidogo kwa ajili ya magari kuanza kupita. Na nategemea tarehe 30 mwezi Aprili, maana mwezi ujao, daraja litakuwa limekamilika kwa ajili ya matumizi kabisa. Kwa naamini serikali itaweka utaratibu mzuri wa namna ya uzinduzi wa daraja ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaanza kutumia daraja hili. Kwa hiyo daraja la kipekee, daraja ambalo linakuja kuwasaidia wananchi hasa ambao ni watumiaji wa barabara hii, ambao mara nyingi wamepata changamoto kubwa sana na vivuko hivi. Walikuwa wanatumia zaidi ya masaa 2 kwa ajili ya kuvusha vivuko. Na hiyo ni wastani, wakati mwingine masaa 2 ilikuwa nazidi. Lakini sasa hivi watatumia takriban dakika 3 tu ukiwa na gari lako kuvuka hapa. Zamani ilikuwa nakumbuka wagonjwa, unatoka na mgonjwa mahututi mikoa ya Kigoma huko, umetoka Kagera, unakuja hapa mgonjwa yuko mahututi kwenye ambulance, anasubiri masaa 3 ndio avushwe kwenda kuwaishwa kwenda Buganda kwa ajili ya referral. Lakini pia watu wanawahi ndege wanaosafirisha bidhaa mbalimbali walazimika kukaa hapa kwenye kivuko zaidi ya masaa 2 mpaka 3. Sasa hivi watavuka kwa dakika 3. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba daraja hili litaleta mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi na kimsingi inavutia, ni sehemu ya utalii, kwa sababu kwa Afrika Mashariki na Afrika Kati daraja hili halipo, na kwa Afrika nzima ni daraja zuri na refu la 6 Afrika nzima.
Kwa hiyo tunaamini watakuja watu wengi sana kujifunza huu mradi serikali imeweza kufanikisha namna gani. Kwa kwanza nipende kuipongeza serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli wakati anapata nafasi ya rais, huu mradi ulikuwa bado uko chini. Ulianzishwa na mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli, lakini kwa bahati mbaya Mungu akamchukua. Alipokuja Dr. Samia Suluhu Hassan, huu mradi ulikuwa uko chini, lakini ametoa fedha nyingi sana na kuhakikisha kwamba mradi huu umesonga mpaka huko 97%. Wakati ule ulikuwa asilimia ngapi? Ilikuwa 20 kitu. Ilikuwa chini ya 30% wakati Mama Samia anachukua. Kwa hiyo amejenga zaidi ya 60%. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo serikali ya awamu ya sita imefanya. Haya mambo hayapatikani popote duniani. Miradi kama hii ndio maana tangu uhuru unatokea ilikuwa inaogopa kuguswa, kwa sababu inakula hela nyingi. Zaidi ya bilioni 500, nusu trilioni imeshatolewa. Na mradi wote huu ni bilioni 610 jumla yake mpaka malipo ya mwisho. Kwa hiyo kwa kweli nipende kuipongeza serikali kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanya kuanzia wazo lakini na utekelezaji, lakini pia niwapongeze Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa ujumla kwa usimamizi thabiti wa karibu ambao kuhakikisha kwamba tunapata daraja hili la kisasa na kimataifa ambalo imeandika historia katika nchi yetu. La yangu ni kwamba hii 3% iliyobaki TANROADS wataendelea kusimamia kuhakikisha kwamba inakamilika, lakini pia watalitunza daraja hili maana itakuwa chini yao, kwa maana ya kufanya maintenance ili litumike leo na vizazi vijavyo. Sisi sasa hivi tuko hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wa daraja hili la Kigongo Busisi, na kama mnavyoona sasa hivi ni lami, na karibuni mwezi wa 4 tutaanza kuruhusu magari. Kuanzia katikati ya mwezi wa 4 tunawathibitishia wananchi kwamba tutaruhusu magari yapite katika daraja hili, na ninyi wenyewe ni mashuhuda. Sasa hivi tuko hatua za mwisho za matengenezo, na tunafunga sasa hivi kama mnavyoona taa pamoja na guardrail na handrails. Kwa hiyo hizi ni za hatua za mwisho kabisa, na kumaki kuweka alama za barabara. Kama mnavyojua upande mmoja wa barabara tunaruhusu magari 3, upande huu na upande ule wa pili. Kwa hiyo lazima tumaki, ndio hatua ambazo tumebakiza, ambazo mimi ni imani yangu kwamba kufika mwezi wa 4 mwishoni magari yataruhusiwa pande zote mbili. Kwa wananchi wote tushirikiane kulinda miundombinu hii ambayo inawekezwa na serikali kwa gharama kubwa. Kwa hiyo sisi tu mawakala, yule yote tukayeona anafanya kuharibu miundombinu yetu, ni vizuri tusimame kwa pamoja tukemee jambo hilo. Na niombe Watanzania wote tujali mali za umma tunazozijenga. Hizi ni kodi zetu, kwa hiyo ni vizuri sasa tuzilinde ili zitufikishe mahali panapostahili kulingana na makadirio na design ya daraja hili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.